Sehemu ya kwanza ni kuitwa, kutambulishwa na kuteuliwa. Sehemu ya pili, mahojiano, kuahidi heshima na utii. Sehemu ya tatu ni kuimba litania watakatifu, kuwawekea mikono na sala ya wakfu. Na sehemu ya nne ni kuvikwa mavazi ya kipadre, kupakwa mafuta ya krisma takatifu, kukabidhiwa dhabihu na busu la amani. Katika sehemu ya kwanza ambayo tutaanza nayo hivi sasa, mambo matatu yatafanyika, nayo ni kuitwa, kutambulishwa na kuteuliwa. Mosi, kila shemasi ataitwa kwa jina lake la ubatizo, naye ataitika nipo, kama kielelezo cha kuitika wito wa Mungu. Mara baada ya kuitika, kila shemasi atajongea mbele ya mwashamba baba askofu, akisindikizwa na wazazi wake na baadhi ya ndugu wale tu waliochaguliwa. Wakifika mbele ya baba askofu, mzazi mmojawapo atasoma tamko la kumkabidhi mtoto wao kwa kanisa ili awe mhudumu wake kwa maisha yake yote. Baada ya wazazi kumaliza kusoma, shemasi naye atasoma tamko lake, kisha atakwenda pembeni ya altare kuweka sahihi. Akimaliza atarudi kusimama mahali walipo wazazi wake. Kisha baba askofu atawapa wazazi mkono wa shukrani kwa sadaka wanayoitoa ya mtoto wao, na kama ishara ya kupokea ombi lao la kumkabidhi mtoto wao kwake ili awe mhudumu wa kanisa. Wazazi wakipewa mkono na baba askofu, watarudi sehemu yao waliokuwa wameketi hapo awali. Kisha naibu wa askofu kwa niaba ya kanisa atawatambulisha mashemasi kwa baba askofu na atamwomba wawekee mikono ili wawe mapadre. Baba askofu atamuuliza naibu kama anajua kuwa mashemasi hao wanastahili kupewa daraja hilo. Akiisha kujibiwa swali hilo, baba askofu atawateua hawa ndugu zetu ili wapewe daraja ya upadre. Nasi mwishoni tutaitikia tumshukuru Mungu. Sasa namwalika mwashamba baba askofu pamoja na mapadre wanaomsindikiza wajongee mbele ya altare, na wengine tuendelee kutulia tukifuatilia madhehebu haya kwa umakini na kwa utulivu mkubwa. Watakaopewa daraja ya upadre watokee hapa: Shemasi Augustino Pancras Msilwa wa parokia ya Mbalali. Nipo. Shemasi anasindikizwa na wazazi wake pamoja na baadhi ya ndugu washamba baba askofu. Hashamu baba tukielewa kwa dhati kabisa na kwa imani kwamba wito wa upadre watoka kwa Mungu, baada ya yeye mwenyewe kutueleza nia yake, tunakiri kwamba mwanetu Augustino Pancras Msilwa ameitwa na Mungu. Kwa hiyo, kwa dhati kabisa
tunamtoa kwa Mwenyezi Mungu na kwa kanisa aweze kuwa mhudumu wa Mungu na kanisa lake kwa maisha yake yote. Nasi tunakukabidhi wewe Baba Askofu ili umwekee mikono kwa ajili ya huduma hiyo takatifu. Tunamwombea na tutaendelea kumwombea aweze kudumu mwaminifu katika wito huo kwa maisha yake yote. Mimi Shemasi Augustino Pancras Msilwa wa parokia ya Mbarali, Jimbo Katoliki la Mafinga, ninamshukuru Mungu Mwenyezi kwa paji lake la uhai na kwa karama ya wito niliyojaliwa. Ninawashukuru ninyi wazazi, ndugu na walezi wangu kwa kunisindikiza katika kuuelewa wito wa upadre katika kanisa la Mungu. Na sasa ninaomba kanisa linipokee katika huduma hii takatifu. Kwa majitoleo hayo, ninataka nafsi yangu nzima, vipaji vyangu vya mwili na roho, kazi zangu na mali zile nitakazopata kama mhudumu wa taifa la Mungu ziwe mali ya kanisa langu la Jimbo Katoliki la Mafinga, ambalo kwake ninajikabidhi kwa uhuru kamili. Mungu mwema na anisaidie. Wito katika kanisa unapata msingi wake ndani ya maisha ya familia, kwani kutoka huko unachipuka na kukuzwa kulingana na malezi ambayo mtoto anayapata ndani ya familia yake. Wazazi, mkiwajibika vema katika kuwalea watoto wenu katika misingi ya imani na maadili ya kanisa, mnawawezesha watoto wenu wawe na mazingira mazuri ya kuisikia sauti ya Mungu na kuitikia hata wakiwa katikati ya makelele ya dunia. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Furaha ya Upendo alifundisha kuwa familia inayosali pamoja ni familia inayokaa pamoja. Kwa hiyo nyumba zenu zikiwa ni mahali ambapo wanafamilia mnakusanyika kusali pamoja, na hivyo mtamkaribisha Mungu ndani ya nyumba zenu, naye atafanya maskani yake pamoja nanyi. Watoto wenu wataongozwa na kukuzwa wakiwa na hofu ya Mungu ambayo itawasaidia tangu utoto wao kung'amua mema na mabaya kupitia dhamiri zao. Baba Askofu anawapa mkono wa shukrani wazazi kwa sadaka ambayo wameitoa kwa ajili ya mtoto wao ili awe mhudumu wa kanisa. Na sasa tunaendelea na shemasi anayefuata. Shemasi James Boniface Gonelamenda wa parokia ya Ujewa. Nebo Mwashamu Baba Askofu, tukielewa kwa dhati kabisa na kuamini kwamba wito wa upadre kutoka kwa Mungu baada ya yeye mwenyewe kutueleza nia yake, tunakiri kwamba mwanetu James Boniface Gonelamenda ameitwa na Mungu. Kwa hiyo
kwa dhati kabisa tunamtoa kwa Mwenyezi Mungu na kwa kanisa aweze kuwa mhudumu wa Mungu na kanisa lake kwa maisha yake yote. Nasi tunakabidhi wewe Baba Askofu ili umwekee mkono kwa ajili ya huduma hiyo takatifu. Tunamwombea na tunaendelea kumwombea aweze kudumu mwaminifu katika wito huo kwa maisha yake yote. Mimi Shemasi James Boniface Gonelamenda wa parokia ya Ujewa, Jimbo Katoliki la Mafinga, ninamshukuru Mungu Mwenyezi kwa paji lake la uhai na kwa karama ya wito niliyojaliwa. Ninawashukuru ninyi wazazi, ndugu na walezi wangu kwa kunisindikiza katika kuelewa wito wa upadre katika kanisa la Mungu. Na sasa ninaomba kanisa linipokee katika huduma hii takatifu. Kwa majitoleo hayo, ninataka nafsi yangu nzima, vipaji vyangu vya mwili na roho, kazi zangu na mali zile nitakazopata kama mhudumu wa taifa la Mungu ziwe mali ya kanisa langu la Jimbo Katoliki la Mafinga, ambalo kwake ninajikabidhi kwa uhuru kamili. Mungu mwema na anisaidie. Kwa njia ya kusali pamoja katika familia, tunakuwa tunairithisha imani ya kanisa kwa watoto wetu. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake huo wa Furaha ya Upendo anasema, kulea watoto kunahitaji kuwapo kwa mchakato uliopangiliwa wa kurithisha imani. Jambo hili limekuwa gumu kutokana na mtindo wa maisha ya sasa, ratiba za kazi na utata wa dunia ya leo, ambamo ili kuweza kuishi watu wengi wanakwenda kwa kasi inayotumia nguvu nyingi kati ya shughuli nyingi zisizokuwa na mpangilio. Hata hivyo, nyumbani panapaswa kuendelea kuwa mahali tunapojifunza na kutambua maana na uzuri wa imani, tunaposali na tunapomhudumia jirani. Furaha ya Upendo namba 287. Baba Mtakatifu Francisco anaendelea kufundisha kuwa tunajua kwamba hatumiliki zawadi ya imani, bali imekabidhiwa kwetu. Kwa hiyo watoto waliokulia katika mazingira ya kimisionari hutokea mara nyingi kuwa wamisionari wao wenyewe. Kwa kukulia katika familia zinjufu zilizo na upendo, watoto hao hujifunza kuwa na uhusiano na dunia kwa namna hiyo hiyo, bila kukata tamaa katika imani au kuachilia bali waliozingatia kuwa ya kweli. Furaha ya Upendo namba 289. Shemasi Joseph Simon Makao wa parokia ya Mbarali. Nipo. Mwashamu Baba Askofu, tukielewa kwa dhati kabisa na kwa imani kwamba wito wa upadili watoka kwa Mungu, baada ya yeye mwenyewe kutueleza nia yake, tunakiri kwamba mwanetu Joseph Simon Makao ameitwa na Mungu. Kwa hiyo, kwa dhati kabisa tunamtoa kwa Mwenyezi Mungu na kwa kanisa aweze kuwa mhudumu wa Mungu na kanisa lake kwa maisha yake yote. Nasi tunakukabidhi wewe Baba Askofu ili umwekee mikono kwa ajili ya huduma hiyo takatifu. Tunamwombea na tutaendelea kumwombea aweze kudumu mwaminifu katika wito huo kwa maisha yake yote.
Mimi Shemasi Joseph Simoni Makao wa parokia ya Mbarali, Jimbo Katoliki la Mafinga, ninamshukuru Mungu Mwenyezi kwa paji lake la uhai na kwa karama ya wito niliyojaliwa. Ninawashukuru ninyi wazazi, ndugu na walezi wangu kwa kunisindikiza katika kuuelewa wito wa upadre katika kanisa la Mungu. Na sasa ninaomba kanisa linipokee katika huduma hii takatifu. Kwa majitoleo hayo, ninataka nafsi yangu nzima, vipaji vyangu vya mwili na roho, kazi zangu na mali zile nitakazopata kama mhudumu wa taifa la Mungu ziwe mali ya kanisa langu la Jimbo Katoliki la Mafinga, ambalo kwake ninajikabidhi kwa uhuru kamili. Mungu mwema na anisaidie. Kuhusu maadili, Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake huo wa furaha ya upendo anatufundisha kuwa wazazi wanategemea shule kama katika kuhakikisha kwamba watoto wanapata maelekezo ya msingi ya maisha, lakini hawawezi kamwe kukabidhi kikamilifu malezi ya kimaadili ya watoto wao kwa watu wengine. Maendeleo ya mtu yanayohusu hisia za kupenda na uadilifu, hatimaye kujijenga juu ya hisia ya pekee kwamba wazazi wanaweza kuaminika. Hii inamaanisha kwamba wazazi kama walimu wa watoto wao kwa njia ya upendo na mfano wao, wanao wajibu wa kujenga ndani ya watoto wao kuaminika na kuheshimika kwa upendo. Pamoja na makosa yao yote, watoto wakiacha kujisikia kwamba wana umuhimu kwa wazazi wao au kwamba wazazi wao wanawajali, kitendo hicho huwaumiza sana na kuleta matatizo mengi katika mapito yao kuelekea kupevuka. Huku kukosekana kwa kimwili au kwa kihisia huleta maumivu makubwa zaidi kuliko kukaripiwa ambako mtoto anaweza akafanyiwa kwa ajili ya kufanya kosa fulani. Furaha ya upendo namba 263. Mashemasi wetu wote katika kiapo chao wameahidi kwamba kile watakachokipata kama mapadre kitakuwa ni mali ya jimbo la Mafinga ambalo kwao wanajikabidhi. Kwa hiyo hilo naomba lieleweke wazi kwa ndugu jamaa na marafiki. Hawa wamewatoa kwa kanisa na mali zote watakazozipata zitakuwa za kwao wala za familia, bali zitakuwa ni mali za kanisa. Tunaendelea na sehemu ya pili. Katika sehemu ya kwanza, naibu wa askofu atawatambulisha hawa mashemasi wetu kwa baba askofu na kisha atamuomba baba askofu aweze kuwateua ili wawekewe mikono. Baba mheshimiwa sana, Mama Kanisa Mtakatifu anaomba uwaweke hawa ndugu zetu katika daraja ya upadri. Je, wajua kama wanastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, nashuhudia kwamba wanastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya upadre. Sote tuitikie tumshukuru Mungu. Na tunaruhusiwa kushangilia. Sasa tuendelee kuketi, tufuatilie na kuisikiliza homilia takatifu ya Mhashamu Baba Askofu. Mhashamu Baba Askofu Romanus Simiali wa Jimbo la Iringa, wapendwa nyote kabisa wana wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Familia imara,
Kanisa imara. Wapendwa, kama tulivyosema mwanzoni mwa adhimisho la sadaka hii ya misa takatifu, leo tumekusanyika hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Mama Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, parokia ya Ujewa, ili kumwadhimisha Yesu Kristo, kuhani mkuu, mfariji mkuu, mpatanishi mkuu. Na kwa taarifa nilizo nazo, inasemwa kwamba kwa mara ya mwisho daraja ya upadre ilitolewa hapa mwaka 1983. Wakati huo akibadilishwa Mheshimiwa hayati Padre Emmanuel Miyuki, na siku hiyo hiyo ilitolewa daraja ya ushemasi kwa ambaye sasa ni Padre Mageranga Ernest, lakini pia marehemu Padre Aloisi Mdemu ambaye alikuwa naibu askofu jimbo la Iringa, na mwashamu baba askofu mkuu Daniel Daru, askofu mkuu wa jimbo kuu la Songea. Kwa hiyo tangu wakati huo hapajawahi kutolewa daraja ya upadre hapa, hata kama mapadre wazawa hapa wamekuwepo, lakini wamekuwa wakipadrishwa maeneo mengine. Tunamshukuru Mungu kwamba ametujalia nafasi hii nzuri kabisa, nafasi ya neema, ili tumtukuze Mwenyezi Mungu ambaye ni kwa huruma yake tu, ni kwa upendo wake usio na kifani anawashirikisha wanadamu makuu yake. Kristo, Mungu kweli na mtu kweli, aliamua kwamba wawepo wanadamu wanaochaguliwa, wanaoitwa na wanaovikwa majukumu yake yale yale. Yesu Kristo huyu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza toka kitabu cha nabii Isaya, alitabiriwa kwamba angekuja duniani akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, yaani amepakwa kwa Roho Mtakatifu, na amepelekwa kama alivyokiri mwenyewe katika Injili takatifu tuliyosikia hivi punde, amepelekwa na Baba wa milele ili kutuletea sisi habari njema, kuganga majeraha ya mioyo yetu iliyovunjika, kuwatangazia uhuru wale walio utumwani, kuwafungulia wafungwa watoke kutoka huko kwenye magereza, si sana magereza ya kuta za mawe, bali magereza ya kiroho, magereza yatokanayo na uasi, magereza yatokanayo na dhambi. Kutangaza mwaka wa Bwana, mwaka wa neema uliokubaliwa naye, lakini pia kutangaza siku ya kisasi cha Mungu kwa wale watakaoshupaza mioyo yao hata baada ya kufikiwa na habari njema
ya ukombozi. Alikuja Yesu Kristo ili atulishe, kwa sababu tulikuwa na njaa kubwa. Kwa uwepo wake, kwa sadaka yake ya msalabani, yeye akafanyika chakula kwetu sisi, akafanyika kinywaji cha uzima, yaani damu yake azizi. Wapendwa, kazi hizi ambazo Yesu Kristo alikuja kuzifanya kama kuhani mkuu, kwa huruma na upendo, kama nilivyosema, aliamua kuwashirikisha wanadamu bila ya kujali mastahili yao. Ni upendo na upendeleo. Ndugu zangu mapadre wateule, tafakarini kwa makini jukumu kubwa ajabu mnalopewa leo hii na Mwenyezi Mungu, kwamba kwa njia ya utumishi wenu watu wengi watafarijiwa, wanatarajia kufarijiwa. Watu wengi wanatarajia kugangwa majeraha ya mioyo yao. Watu wengi wanatarajia kupatanishwa na Mungu, kuzaliwa upya. Kwa njia yenu watu wengi watafanywa kuwa wana huru wa Mungu, watalishwa neno la Mungu na Ekaristi Takatifu. Na hivi zingatieni, fumbo hilo mnalopokea si dogo hata kidogo, si la kulichukulia kwa wepesi. Mnatofautishwa na watu wengine, na lazima mkubali kwamba mko tofauti na wengine. Mikono yenu itapakwa mafuta matakatifu ya Krisma na itafanywa kuwa madhabahu ya Bwana, ili kwa mikono yenu watu watakatifuzwe. Mikono yenu mtakapoinyosha itakuwa tofauti na mikono ya wengine. Mikono yenu itakuwa ni mikono ya wokovu. Kama Musa alivyonyosha kwa mkono wake fimbo na kuyatenganisha maji ya bahari, vivyo hivyo na ninyi kwa kunyosha mikono yenu mtawatenganisha watu na dhambi. Mtawabariki, mtawamiminia neema za Mungu. Wapendwa mapadre wateule, kwa kuwekewa mikono na kwa kuwekwa wakfu, ninyi mtageuzwa na kuwa Kristo mwingine, alter Christus. Yaani mtavaa hali ile ile ya Kristo, ili msiwe tena ninyi mnaotenda, bali Kristo awe ndiye mtendaji mkuu ndani yenu. Ninyi ni watumishi,
lakini watumishi marafiki wa Yesu kama yeye mwenyewe alivyotaka. Siwaiti tena watumwa, bali rafiki. Mkiwa katika hali hiyo mpya, mtashiriki kazi ya mama kanisa. Ninyi hamtakuwa na mapya ya kuyafanya, mtayafanya yale ambayo mama kanisa alikabidhiwa, na mtapaswa kuyafanya kwa usahihi vile inavyotakiwa. Mama kanisa aliachiwa majukumu na Kristo mwenyewe kwamba ajiongezee watoto kwa njia ya ubatizo, watoto ambao wanakuwa ni wa kanisa na wakati huo huo ni watoto wa Mungu. Na kwa kweli wanakuwa kwanza watoto wa Mungu na ndio wanakuwa wana wa kanisa. Mama kanisa daima anapiaisha maisha ya watu kwa Roho Mtakatifu, na ninyi mnaitwa kuitenda kazi hiyo, kupiaisha maisha ya watu, mkimuita mpiaishaji mwenyewe ambaye ni Roho Mtakatifu. Mama kanisa anawafariji wagonjwa kwa mpako mtakatifu na kwa neno la faraja. Neno lenu mtakalolisema kwa mgonjwa halitakuwa sawa na neno la muuguzi, hata kama anafanya kazi njema sana. Halitakuwa sawa na neno la ndugu. Ninyi maneno yenu ni maneno ya Mungu, na hivi faraja anaipokea mgonjwa atakuwa anapokea faraja ya Mungu mwenyewe. Mama kanisa daima anawapatanisha wadhambi kwa sakramenti ya kitubio, na ndio kazi mnaitwa ninyi kuifanya, na mtaanza kuifanya kuanzia leo hii. Labda itokee kwamba askofu anaona kwamba hujakomaa, anaweza akakwambia nakupatia daraja ya upadre, lakini fakati ya kuunganisha subiri kwanza. Lakini ninyi wote mmekomaa. Na wakati mwingine askofu anaweza akasema ninapokuona wewe anza kuunganisha watoto kwanza, lakini ninyi nawaruhusu kuanzia leo mtakapobadilisha mwanze kuunganisha hata watu wazima. Mama kanisa amepewa jukumu ambalo hapaswi kulikwepa, la kuwalisha chakula cha mbinguni watu. Nakumbuka mitume walitaka kukwepa jukumu hili. Walipokuwa kule nyikani, ulifika wakati ambapo walianza kuwaza zaidi matumbo yao, njaa yao, kuliko kuwalisha watu. Wakajifanya wanatumia hekima kumshauri Yesu, Bwana, jua sasa linazama na hapa tulipo ni nyika tupu, hakuna chakula cha kuwalisha watu hawa. Jibu la Yesu alisema, wapeni ninyi kula, walisheni ninyi, chukueni jukumu la kuwalisha hawa. Na kwa kweli kwenye lugha asilia ni kama Yesu alisema, ninyi wenyewe muwe chakula kwa hawa, kwa mfano wa mimi ambaye nimefanyika chakula kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo mnaitwa kuadhimisha mafumbo hayo makubwa ajabu, mafumbo ambayo hata padre mwenye miaka zaidi ya 50 kama Baba Anje anapoyaadhimisha lazima bado atetemeke, kwa sababu ni mazito, ni ya ajabu, kwamba kwa sala zako, kwa kunyosha mikono,
kwa kumwomba Roho Mtakatifu, mkate unageuzwa kuwa mwili na divai inageuzwa kuwa damu na watu wanapata kulishwa. Mama Kanisa anayabariki maagano ya ndoa. Mwanzoni hapa tumesema familia imara, kanisa imara. Lakini namshukuru pia Baba Paulo Wisa, MC wetu, amemnukuu vizuri Baba Mtakatifu Francisco ambaye anaeleza umuhimu wa sakramenti ya ndoa, na kwamba hapo ndipo tunapopata na miito mingine mitakatifu kama vile miito ya maisha ya wakfu, utawa na miito ya upadre. Kwa hivi ninyi mtafanya hiyo kazi ya kubariki maagano ya ndoa, na sio tu kusubiri waje mwabariki, watembeleeni na kuwashauri, kwa sababu wengine wanaishi uchumba sugu, hawana sababu za msingi, ila tu ni kwamba hawajawahi kushauriwa. Ndugu zangu, kwa kuwa Kristo ndiye aliyewaita, ni yeye atakayewategemeza na atakayewabidisha, kama Mtume Paulo alivyosema katika somo la pili toka waraka wake kwa Wakorinto, waraka wa pili sura ya 5 aya ya 14. Hakikisheni kwamba mnaungana na Kristo wakati wote, ili mjaliwe ile ladha, mjaliwe ile ari, mjaliwe ule msukumo, mbidishwe naye kulichunga kundi lake, si kwa kulazimishwa, kama mlivyoaswa jana vizuri sana na mwashamu Baba Askofu akinukuu waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, si kwa kulazimishwa na wala si kwa tamaa ya mali ya fedha. Tena mtumikie kwa furaha, muwe mashahidi wa Injili ya furaha. Padre ni mtu ambaye anatarajiwa kuwa na furaha hata kama ana matatizo. Sasa unanuna mpaka waamini wakifika watakutana na mdomo wako kwanza kabla ya wewe. Sasa mwamini anaogopa hata kujieleza hapa, sasa nitasemaje? Kumbe akikuta una furaha, una amani, una utulivu, ni kama ulikuwa unamngoja, basi anajisikia vizuri. Wahudumieni vizuri makundi yote, makundi yote. Siku chache zilizopita tulikuwa kwenye mkutano wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu mashariki mwa Afrika, shirikisho ambalo linaitwa AMESEA, na napenda nitumie nafasi hii kuwapeni taarifa kwamba askofu wetu mkuu wa metropolitan yetu ya Mbeya, Mwashamu Gervas Masikwabila Nyaisonga, ndiye aliyechaguliwa kuwa mwenyekiti mpya kwa miaka 4 wa shirikisho hilo. Sasa kwenye mkutano huo mkuu wa AMESEA, mada ilikuwa hii. Niseme kwanza kwa Kisangu. Niseme kwa Kisangu. Kwa Kisangu inasema a synodal journey with the youth, building bridges of communion, hope, justice and good governance. Tunaelewa Kisangu?
tafsiri yake isiyo rasmi ingekuwa safari ya kisinodi pamoja na vijana inayotaka kujenga madaraja ya ushirika au ushirikiano, matumaini, haki na utawala bora. Sasa kwenye sinodi ile, nataka niwaasi sisi wengine ambao tumo tayari tunarekebisha. Ninyi ambao mnaingia leo mjipange. Sawa? Sisi wazee wetu tunarekebisha. Ninyi mnaingia leo mjipange. Kundi moja hilo la vijana lilituambia kidiplomasia sana kwamba, alisema nalo kwa Kisangu kwanza, priests are too busy to attend to our progress. Alafu kwa heshima kidogo kwetu maaskofu wakasema bishops are very busy to attend to our progress. Kwa tafsiri sio rasmi sana, vijana hao ambao walikuwa wanawakilisha vijana mliopo hapa kule Nairobi walisema mapadre wametingwa mno kiasi cha kutoweza kushughulikia matatizo yetu. Halafu sisi maaskofu sasa, kwa sababu tulikuwa mbele yao, walituheshimu kidogo, wakasema walipunguza makali, wakaondoa neno mno. Wakasema maaskofu mmetingwa sana kiasi kwamba hampo tayari kushughulikia matatizo yetu. Lakini uzuri wa kanisa ni huu kwamba tunasikiliza na baada ya hapo tunachukua hatua, na hatua yenyewe sio kuwagonga virungu vijana. Kwa nini wamesema vile? Ni kubadilika. Sawa katika maisha yetu ili uishi kwa furaha kuna mambo haya mawili. Unapoambiwa jambo likiwa la kweli, badilika. Sawa likiwa la uongo, unasingiziwa, furahi na shangilia. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 11 mpaka ya 12. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa bado sijawa askofu, nimemtembelea padre mmoja. Utapale amenuna kweli. Bwana vipi? Bwana mimi hapa wamenisingizia, wamesema hivi na hivi. Nikasema hebu chukua na Biblia kwanza, fungua Mathayo 5:11 mpaka 12. Akasoma pale. Wakiwatuhumu kwa uongo kwa ajili ya jina langu, furahini na kushangilia. Sasa unasemaje hapo sasa? Wakiwatuhumu na kuwashutumu kwa uongo, furahini na kushangilia. Kwa nisiendelee kununa, furahi na kushangilia. Hilo linawahusu hata ninyi wenzetu, sio? Ukitaka usipate maradhi ya moyo, unaambiwa ukweli kwamba wewe mienendo yako sio mizuri, chukua hatua kwa kufanya nini? Kwa kubadilika. Usianze kugombana na aliyekosoa. Sasa wewe uso mchafu, alafu unavunja kioo. Kwani kioo kimekosa nini? Nimekuonyesha tu uchafu huo. Mimi sitaki kabisa kioo uso wangu. Wewe sasa utavunja kile, ukichukua kioo kingine unaonekana vile. Nawa uso. Basi, nabadilika. Umesingiziwa si kweli? Furahi na sianze kununa sasa, mtaani wote wanajua huyu. Kila unayekutana huyu, mnaelewa mimi
Mnaelewa sasa nini tena hiyo? Furahi na kushangilia. Kwa hiyo linatuhusu sisi sote, sababu ni maisha ambayo tunaweza kuyapitia katika mahusiano yetu. Ndugu zangu waamini mliopo hapa, watawa, waamini walei kwa namna ya pekee, ninakuombeni, ninakusihini tuthamini, tuupende, tuutunze upadre wa mapadre wetu. Sawa sawa, tuwaombee, tuwape ushirikiano. Padre akiwaita, naomba mje tufanye hivi, itikeni. Na muitikie, kwa sababu ni Kristo aliyeweka hema kati yenu. Kama tulivyosema hapa, siye yeye ametumwa. Kazi anayoitenda sio ya kwake na sio kwa faida yake. Yeye ungekuwa ulitosha ubatizo aliopokea, sakramenti anazozipokea yeye kama yeye, lakini upadre ni kwa ajili ya huduma, na wenye kuhudumiwa ni sisi. Tuwapende mapadre wetu, tuwasaidie waweze kujawa na furaha ambayo mwisho wa yote wanaileta kwetu sisi wenyewe. Lakini pia tuzitumie huduma zao. Tusiendelee kutembea na mizigo. Msikia katika Injili Bwana wetu Yesu Kristo anavuvia na kuambia mitume, pokeeni Roho Mtakatifu. Mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na mtakao wafungia wamefungiwa. Wanapewa mamlaka, ndio mamlaka ile ambayo wamerithishwa maaskofu, na maaskofu wanawashirikisha mapadre. Kwa hiyo msiendelee kubeba mizigo mizito inayowatesa, inayowaumiza, wakati mwenye kuwapokea mizigo hiyo yupo. Mfuateni, ombeni, naomba kuungama, naomba kutubu dhambi zangu, naomba kutuliwa mizigo. Yeye ameapa, sio kuanzia leo tu, toka huko ambako amekuwa analelewa kwenye viapo vyake vya jana. Leo anaendelea hapa kuapa kwamba yupo tayari kuitimiza kazi hiyo anayopewa na Mungu kwa faida yako wewe na yangu mimi. Tusidhoofike, tusiwe na utapiamlo kana kwamba tumekosa chakula, wakati wapishi wamewekwa kati yetu. Hawa wanawekwa kati yetu, watupikie chakula. Sasa wewe upo, chakula hicho kinapikwa, wewe hutaki kula, Na wala msiende likizo, msiende likizo. Kuna kajambo ambako nikakichungaji nimekuwa nikatafakari, na naomba niwapatie changamoto hii, hasa ninyi wachungaji wa bonde la Usangu. Niwapatie changamoto hii, muishughulikie. Ni haki na ni vizuri kabisa kufanya kazi, na mimi
ningejisikia vibaya kama mmoja ndege wameingia wameshambulia shamba kwa sababu aliacha kulinda, amekuja kanisani. Lakini pia sio haki kwa miezi kadhaa tukawa kule hatushiriki misa takatifu. Sasa hii ni kazi hasa ya wachungaji. Hebu fikirini. Mimi nilikuwa najaribu kufikiria kitu fulani. Tuzungumze. Mwaite hao watu, tukae tuzungumze. Inawezekana sikio nije na mimi. Tuone uwezekano. Hivi haiwezekani hata kupanga muda wa usiku ikaadhimishwa misa walau kwa miezi ile ambayo lazima muwe shambani kulinda ndege? Haiwezekani eti? Inawezekana eti jamani? Kusudi tusiende likizo. Yesu haendi likizo. Kwa hiyo tutafute namna. Hiyo si kama ndio namna pekee, lakini lazima tutafute namna. Changamoto nyingine kwa wachungaji wengine wote, tuna kundi letu la watu hawa ambao ni muhimu sana. Siku hizi wamepewa jina la pekee, wanaitwa maafisa usafirishaji, kwa jina maarufu boda. Hebu tuwakusanye nao, tuzungumze nao. Haiwezekani tukawatengea muda fulani pakawepo na misa kwa ajili yao tu. Sasa muda mwingi wanasafirisha watu, na mlio wengi kutoka kanisani umeletwa na wao, sio? Tutafute namna, kwa sababu wana haki pia ya kufanya kazi, wana haki ya kutafuta kipato, lakini pia wana haki ya kupokea matakatifu yashukayo kutoka mbinguni. Sawa, inawezekana wakawa wanapata baraka kwa kuwaleta watu kanisani, lakini nadhani ingekuwa zaidi hapa. Kwa hiyo tufanye kwenye makundi, maeneo mbalimbali. Najua kwenye parokia fulani hilo limefanyika mazungumzo na wanaelekea kwenye makubaliano muda gani hawepo na misa kwa ajili ya hao ndugu, kusudi wasiwepo tu watu ambao hawaji kanisani. Alikuwa anasema Baba Mtakatifu Francisco, tusiwangoje chini ya kengele. Kazi ya mchungaji kubwa. Wakati mwingine lazima uache kundi la kondoo, unapaka unaenda kutafuta waliopotea. Tuwatafute. Nilifurahi sana paroko mmoja juzi hapa, nilikuwa nampigia simu. Namuuliza uko wapi? Sema nimegundua eneo fulani hapa watu hawaji kanisani kabisa. Sasa nawatembelea nyumba kwa nyumba, uso kwa uso. Naambia hiyo nzuri sana. Kusudi walau hata wakukatalie. Si Injili inasema jamani? Ukienda wasipokukaribisha, wakikataa, unaondoka kwa uchungu, si kwa furaha, kwa uchungu, lakini unakumuta na mavumbi yaliyong'ang'ania miguuni mwako. Siku utakapokuwa unasema jamani, huyu mtu alikuwa hataki kushiriki mambo matakatifu, unao ushahidi hata wa kumfuatilia akakukatalia. Sasa akishajikatalia, kwa Kiingereza tunasema pei bihilie ukudakula usundika. Basi. Lakini walau umemwambia, umeshughulika naye, amejikatalia mwenyewe. Huwezi ukalazimisha. Lakini shughulika. Tusikae tumetulia ndani, tunangoja tu. Basi naomba tuendelee na maadhimisho haya ambayo ni mazito kama nilivyosema, na kila tendo, kila neno lina katekesi kubwa sana. Tufuatilie kwa makini ili uonje huo uzito, huo ukuu wa mafumbo haya ambayo wapendwa wetu hawa mashemasi, sasa mapadre wateule, kwa kweli watashirikishwa hivi punde kwa kuwekewa mikono, kwa kuombewa na hivi kwa kuwekwa wakfu. Tumsifu Yesu Kristo.
Baada ya kusikiliza Mhashamu Baba Askofu, madhehebu ya utolewaji wa daraja ya upadre yanaendelea na sehemu ya pili. Katika sehemu hii, kila padre mteule kwanza atahojiwa maswali matano. Katika swali la kwanza hadi la 4 kila mmoja atajibu nataka, wakati swali la mwisho atajibu kwa msaada wa Mungu nataka. Baada ya mahojiano hayo kukamilika, kila padre mteule ataahidi heshima na utii kwa Baba Askofu na waandamizi wake. Atafanya hivyo akiwa amepiga magoti mbele ya Mhashamu Baba Askofu, huku akiiweka mikono yake iliyofumbwa katikati ya viganja vya mikono ya Mhashamu Baba Askofu. Sasa namwalika Mhashamu Baba Askofu ili awahoji mapadre wateule. Wana wapendwa sana, kabla hamjajiongea kupewa daraja ya upadre, yawapasa kudhihirisha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka hayo. Je, mwataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya mapadre kama wasaidizi waaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana mkiongozwa na Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri Injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, mwataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya Kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho, kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Nataka. Je, mwataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi mnalokabidhiwa, mkidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, mwataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Huduma ya kipadre ili iweze kuleta ufanisi zaidi ndani ya kanisa inahitajika kutendeka kwa kuwa mtii na mwenye heshima kwa mamlaka za kanisa, kwa namna ya pekee kwa askofu wa jimbo. Hivyo kila padre mteule sasa ataenda mbele ya Mhashamu Baba Askofu kuahidi heshima na utii, huku akiwa amefunga mikono yake akiweka katikati ya viganja vya Mhashamu Baba Askofu. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe.
Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Baada ya kuahidi heshima na utii, sasa ni wakati wa kuomba msaada wa Mungu kupitia watakatifu walioko mbinguni. Tunahitaji sana kuziunganisha sala zetu pamoja na sala za ndugu watakatifu walioko huko mbinguni, ili Mungu aweze kuwastahilisha hawa ndugu zetu kwa kuwajaza neema na nguvu zake na kuwaweka wakfu kwa ajili ya huduma hiyo takatifu. Hapa mbele ya altare litaandaliwa zulia ambapo kila padre mteule atajilaza kifudifudi wakati wote litania ya watakatifu itakapokuwa ikiimbwa. Kujilaza huko kifudifudi kunaelezea maana hizi zifuatazo. Kwanza, ni ishara ya unyenyekevu wao mbele ya Mungu. Pili, ni ishara ya kujitoa kwao mwili na roho kwa Mungu na kwa kanisa lake. Tatu, kujilaza kifudifudi mbele ya altare ni ishara wazi kuwa sasa hawa wanakuwa ni daraja la kuwavusha watu ili wakutane na Mungu, na anaruhusu watu wawakanyage wapite juu yao ili waweze kumfikia Mwenyezi Mungu. Kabla ya kuimba litania, Baba Askofu atasali sala ya mwaliko, na baada ya sala hiyo ya mwaliko, wale wenye nafasi ya kupiga magoti tutapiga magoti, lakini kama huna nafasi hiyo, naomba wote tusimame, asiwepo anayeketi wakati wa kuimba litania. Naomba tusimame. Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi awajalie wingi wa mapaji ya mbinguni hawa watumishi wake aliowateua kwa kazi ya upadre. Wenye nafasi ya kupiga magoti tupige magoti, ambao hatuna nafasi tuendelee kubaki tumesimama. Bwana uturumie. Kristo uturumie. Bwana uturumie. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Mikaeli,
watakatifu malaika wa Mungu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Mtakatifu Yosefu, watakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Andrea, Mtakatifu Yohane, Mtakatifu Yakobo, Mtakatifu Maria Magdalena, Mtakatifu Stefano, Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, Mtakatifu Laurenti, watakatifu Perpetua na Felisita, Mtakatifu Anyesi, Mtakatifu Gregori, Mtakatifu Augustino, Mtakatifu Atanasi, Mtakatifu Basili, Mtakatifu Martini, Mtakatifu Benedikto, watakatifu Francisco na Dominiko, Mtakatifu Francisco Zaveri, Mtakatifu Yohane Maria Vianney, Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, Mtakatifu Yosefina Bakita, Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Yosefu wa Lamano, mwenye heri Clementina Negapeta Anuarete, mwenye heri Victoria Rosa Manarivo, mwenye heri Yosefu Geraldo, mwenye heri Isidori Bakanja, mwenye heri
katika uovu wowote, katika dhambi yoyote, katika mauti ya milele, kwa kujifanya mwanadamu, kwa kufa na kufufuka kwako, kwa kumpeleka Roho Mtakatifu, sisi wakosefu, upende kulisimamia na kulilinda kanisa lako takatifu, upende kumlinda Baba Mtakatifu na wote wenye daraja katika utumishi wa kanisa lako, na wateule hawa upende kuwabariki, na wateule hawa upende kuwabariki na kuwatakasa, na wateule hawa upende kuwabariki, kuwatakasa na kuwaweka wakfu kwa kazi yako takatifu. Upende kuwajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli. Upende kuwafariji kwa huruma yako wanaosumbuka na kuteseka. Upende kututhibitisha sisi wenyewe na kutudumisha katika utumishi wako mtakatifu. Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, Kristo tusikie. Kristo tusikilize.
Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu, sikiliza kwa wema sala zetu, ili uwamiminie hawa watumishi wako baraka ya Roho Mtakatifu na nguvu ya neema ya kikuhani. Sisi tunawatoa kwako, Baba mwenye huruma, ili uwaweke wakfu, nao wakipokee kipaji hiki unachowajalia kwa ukarimu usiokoma, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Niwaombe tuketi. Mapadri wateule watainuka taratibu na watapiga magoti ili sasa Mwashamu Baba Askofu na mapadri wote waliopo hapa waweze kuwawekea hawa ndugu zetu mikono, lakini pia na Mwashamu Baba Askofu aliyopo kadiri ya kitabu cha utolewaji wa daraja takatifu namba 20 inasema wakiwepo maaskofu wengine wanaruhusiwa kuwawekea mikono mapadri wateule kama ishara ya utimilifu wa kikuhani, lakini pia ishara ya umoja wa kiaskofu walionao na askofu mwenzao anayeadhimisha. Tendo hilo la kuwekewa mikono litafanyika katika ukimya mkuu, na sisi wengine wote tubaki kuwa watulivu, huku tukiendelea kuwaombea hawa ndugu zetu ili Roho wa Mungu aweze kuwashukia na kuwatia nguvu mapadri hawa wateule. Mapadri wote wakishamaliza kuwawekea mikono mapadri wateule, Baba Askofu atasali sala ya kuwaweka wakfu, na atakapokuwa anahitimisha sala hiyo, mwishoni wote tutaitikia amina.
Naomba wote tusimame. Uwe nasi e Bwana, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika Agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko wa kutosha kutoa sadaka za hemani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yaani Yesu Kristo, aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliowatakasa katika ile kweli washiriki utume wake. Hao nao uliwaongezea waandamizi kwa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunaomba, Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. Baba Mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hadhi ya upadre, uwatie upya moyoni roho wa utakatifu, wasimamie kazi ya daraja la pili ambayo wamepokea kutoka kwako, Mungu, na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili, wawe wasaidizi wetu wema, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao, kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi wawe wagawaji waaminifu wa mafumbo yako,
kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe altareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Wawe daima na ushirika nasi, Bwana, kwa kukusihi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwao, na pia kwa dunia nzima. Na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Naomba tuketi kwa kuwekewa mikono na kwa sala hiyo ya kuwaweka wakfu na kwa kuitikia kwetu amina. Hawa ndugu zetu sasa ni mapadre, tuwashangilie. Na sasa watavikwa mavazi ya kipadre kama mapadre wengine waliopo hapa. Naomba paroko wa parokia Ujewa, paroko wa parokia Mbalali na msaidizi wake wafike kwa ajili ya kuwavika mavazi ya kipadre mapadre wapya. Kwaya, naomba mtuongoze kwa wimbo unaofaa. Baada ya kuwa wamevikwa mavazi ya kipadre, watageuka mliko ninyi waamini uweze kuwatazama. Baada ya kuvikwa mavazi hayo, tuwashangilie. Asante, natosha. Kwaya, asante. Asante. Tunaendelea na madhehebu haya. Baada ya kuvikwa mavazi ya kipadre, sasa kila padre mpya atakwenda mbele ya mwashamba askofu, atapakwa mafuta matakatifu ya krisma katika viganja vyake vya mikono ili aweze kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu dhabihu. Na akishapakwa mafuta hayo katika viganja vya mikono, kuanzia leo basi unapokutana na padri mpya unabusu viganja vyake vya mikono na naomba akubariki. Bwana Yesu Kristo
ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Baada ya kupakwa mafuta matakatifu ya Krisma, sasa mapadre wapya kila mmoja atajongea mbele ya mwashamba baba askofu, atapiga magoti na atakabidhiwa dhabihu, yaani mkate uliowekwa kwenye patena na divai iliyowekwa kwenye karis. Hizo ndizo nyenzo zake ambazo atakuwa akizitumia kila mara atakapokuwa akiadhimisha sadaka ya misa takatifu. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda,
fuasa hayo utakayofanya, napatanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, napatanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, napatanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Baada ya kukabidhiwa dhabihu, sasa mapadre wapya watapongezwa. Kwanza washama askofu atawapongeza mapadre wapya, na kisha mapadre wote waliopo watawapongeza kwanza kwa kubusu mikono yao na kisha kuwatakia busu la amani kama ishara ya kuwakaribisha katika urika wa upadre. Sisi wengine tutapata nafasi ya kuwapongeza ndugu zetu baada ya misa kuwa imehitimishwa.
Mapadre wapya kwa kupewa daraja ya upadre wamefanyika kuwa wazee ndani ya kanisa. Kwa hivyo sasa Mwashamba Baba Askofu atawaonesha hao mapadre wapya mahali ambapo wazee wenzao wanakaa. Basi tunakukaribisheni sasa mje mkae kati ya wazee na mtende na kuenenda kama wazee. Muse kubwalo. Madhehebu yetu ya utolewaji wa daraja ya upadre yamekamilika, na hivyo misa inashika mwendo wake wa kawaida, na sasa nawaalika tusimame tukiri imani yetu.